Ndoto 12 zinazoashiria mlango wa baraka zako umefunguliwa. Kwa siku ya leo utakwenda kuzichambua ndoto 12 ambazo ukiziota basi unatakiwa utambue kuwa mlango wa baraka zako umefunguliwa. Ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Kwa leo tutakwenda kuzichambua ndoto 12 ambazo ukiziota basi unatakiwa utambue mlango wa baraka zako umefunguliwa. Kabla tujaendelea, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Tunawaombea kwa Mungu azidi kuwabariki na kufungua milango ya baraka kwenye maisha yenu katika jina la Yesu. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza na bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe ili uendelee kujifunza zaidi. Tunakupenda sana. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 12 zinazoashiria mlango wa baraka zako umefunguliwa. Namba 1, ndoto za kuona milango ikiwa wazi. Hii ni mojawapo ya ndoto zenye ujumbe mzito sana wa baraka. Kuona mlango wazi au kufunguliwa mbele yako kunaashiria fursa mpya, neema isiyozuilika, kipindi kipya cha mafanikio. Kwa hiyo kiroho, ukiona mlango wazi kumaanisha hakuna tena kizuizi kati yako na kile Mungu alichokuandalia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 8 imeandikwa, nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Neno la Mungu lasema nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Kwa hiyo ukiona ndotoni ukaona milango iko wazi, ukawa unaona ndotoni milango iko wazi, unapita tu pasipokuwa na shida yote, unaona kile ukifika unakuta mlango uko wazi, ndoto hii huwa inaashiria neema isiyozuiliwa. Lakini pia ndoto hii huashiria kipindi kipya cha mafanikio kinakuja. Lakini ndoto hii huwa inaashiria hakuna kizuizi tena mbele yako. Lile jambo ambalo ulikuwa ukilisubiria kwa muda mrefu utalipokea. Yale majibu au kile kitu ambacho ulikuwa unakihitaji kwa muda mrefu, ulikuwa unakitafuta kwa muda mrefu, ndoto hii inaashiria utakipata kirahisi sana. Kwa hiyo ukiona ndotoni milango iko wazi, yani ukaona ndotoni milango iko wazi, yani unapita pasipo kizuizi chochote, ndoto hii huashiria mlango wa baraka zako umefunguliwa. Kwa hiyo unatakiwa anze kumshukuru Mungu. Yamkini kuna jambo ambalo umekuwa ukilisubiria kwa muda mrefu, basi unatakiwa utambue jambo hilo utalipata katika jina la Yesu. Lakini ndoto ya pili, ndoto za kupata au kupokea zawadi. Ukijikuta unapokea zawadi, pesa, nguo mpya au kitu cha thamani, hii ni ishara ya neema. Yaani ukijiona ndotoni wewe unapokea zawadi, unapokea pesa, unapokea nguo mpya au unapokea kitu cha thamani sana, ndoto hii inaashiria ni ishara ya neema. Lakini pia ndoto hii inaashiria baraka baraka isiyotokana na nguvu zako. Lakini pia ni ishara ya kupokea majibu ya muda mrefu, majibu ya maombi yako, majibu ya muda mrefu. Kwa hiyo ukijiona unapokea zawadi au kitu cha thamani ndotoni, yamkini unaona mtu anakupatia, unapewa kitu cha thamani sana, unapewa kitu kizuri sana, ndoto hii ni ishara ya neema. Utapokea neema sana, utapokea kibali. Ndoto hii inaashiria baraka isiyotokana na nguvu zako, bali ni baraka, utapokea baraka ambayo inatokana na nguvu za Mungu. Lakini pia ni ishara ya kupokea majibu ya maombi ya muda mrefu. Zawadi katika ndoto mara nyingi humaanisha kitu ulichoomba au ulichokisubiri kwa muda mrefu utakipokea. Zawadi huashiria zawadi katika ndoto mara nyingi humaanisha kitu ulichoomba au ulichokisubiri kwa muda mrefu utakipokea. Lakini ndoto namba 3, ndoto za kula chakula kwa amani na furaha. Hapa naomba tusikilizane vizuri. Ndoto za kula chakula kwa amani na furaha. Chakula katika ndoto kina maana ya kushibishwa, utoshelevu, baraka endelevu. Ikiwa ulikuwa unakula bila hofu, kwa furaha na kwa amani, ni ishara kuwa kipindi cha njaa ya kimwili au kiroho kinaisha.
huashiria Mungu anaandaa utele kwa ajili yako. Na ni muhimu sana kutambua umeota unakula chakula. Sio kila ndoto ya kula chakula labda huwa inaashiria vibaya, inategemeana na mazingira. Ukijikuta labda unakula chakula ambacho ni kibaya kwenye mazingira mabaya, hiyo ndoto inakuwa na maana yake tofauti. Lakini ukijiona ndotoni unakula chakula huku ndani yako ukiwa una amani na furaha, unakula chakula safi huku ukiwa una amani na furaha kabisa, unajisikia vizuri, ndoto hii huwa inaashiria kushibishwa. Lakini pia ndoto hii huashiria utoshelevu. Lakini pia ndoto hii huashiria baraka endelevu. Kwa hiyo ukiwa unakula bila hofu, yani ukajiona unakula chakula bila hofu, kwa furaha na kwa amani, ni ishara kuwa kipindi cha njaa ya kimwili au kiroho kinaisha. Lakini pia ndoto hii huashiria Mungu anaandaa utele kwa ajili yako. Kwa hiyo ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 23 na mstari wa kwanza imeandikwa, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa hiyo ndoto hii huashiria utaingia kwenye kipindi cha kushibishwa, utaingia kwenye kipindi cha utoshelevu. Kwa hiyo ndoto hii ya kula chakula ukiwa na amani na furaha, ndoto hii huashiria baraka endelevu. Lakini pia ndoto namba 4, ndoto za maji safi, mto au mvua. Maji ni alama ya uhai, utakaso na baraka mpya. Kuona maji safi, mto unaotiririka au mvua inayoonyesha kwa ustaarabu. Ukiona ndotoni ukaona maji safi, ukaona mto unaotiririka kwa ustaarabu, au ukaona mvua inayoonyesha kwa ustaarabu, sio mvua inaonyesha kwa kuleta dhoruba au kuharibu vitu, hapana. Ukaona mvua inanyesha kwa ustaarabu, ukaona mito inatiririka vizuri, mvua inaonyesha kwa ustaarabu, hii ni ishara ya kubarikiwa. Ndoto hii huashiria ni ishara ya kubarikiwa. Lakini pia ni ishara, ndoto ya namna hii ni ishara ya urejesho wa kile kilichokauka. Lakini pia ndoto hii huashiria neema inayokuja bila juhudi kubwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 18 imeandikwa, nitafunua vijito vya maji juu ya vilima na chemichemi katika mabonde, nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Umeona? Kwa hiyo ukijiona ndotoni ukaona mvua inanyesha, yani mvua inanyesha kwa ustaarabu, mvua inanyesha kwa ustaarabu pasipo kuharibu kitu chochote, ukaona mito inatiririka, mito ya maji inatiririka vizuri, ukaona mvua inanyesha kwa ustaarabu, ndoto hii huashiria ni ishara ya kubarikiwa, ni ishara ya urejesho wa kile kilichokauka, huashiria neema inayokuja bila juhudi kubwa. Kwa ukiota ndoto namna hii, anza kumshukuru Mungu. Lakini ndoto namba 5, ndoto za kupaa au kupandishwa. Ndoto hizi zinaonyesha kupandishwa cheo. Ukijiona ndoto labda unapanda ngazi au unapandishwa, au ukajiona ndotoni unapaa huku ukiwa una amani, ndoto hii huwa inaonyesha kupandishwa cheo. Lakini pia ndoto hii huashiria kuinuliwa heshima. Lakini pia ndoto hii huashiria kuhamishwa kutoka hatua ya chini kwenda juu. Hata kama mazingira yako ya sasa hayaonyeshi hilo, ndoto hii ni uthibitisho kuwa Mungu tayari amekupandisha rohoni kabla ya mwili kufuata. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 75 na mstari wa 6 hadi wa 7 imeandikwa, maana siko mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumuye, kumdhili huyu na kumwinua huyu. Kwa ukijiona ndotoni unapandishwa, unainuliwa kutoka chini kwenda juu, ndoto hii inaashiria kupandishwa. Ndoto hii inaashiria neema ya Mungu. Mungu anakupandisha, anakutoa chini na atakupeleka juu. Lakini pia ndoto namba 6, ndoto za kuona mwanga mkali au jua. Siku zote mwanga ni ishara ya ufunuo, kueleweka kwa mambo, lakini pia kuondoka kwa giza la mateso. Lakini ndoto hizi huja mara nyingi baada ya kipindi cha maumivu au machafuko au maswali mengi. Kwa ukijiona ukaona ndoto za kuona mwanga mkali au jua, ukawa umelala ukaanza kuota unaona mwanga mkali au unaona jua ndotoni au unaona mwanga ndotoni, ndoto hii huashiria mwanga ni ishara ya ufunuo. Siku zote mwanga ni ishara ya ufunuo. Lakini pia ndoto hii huashiria kueleweka kwa mambo. Lakini pia ndoto hii huashiria kuondoka kwa giza la mateso. Na mara nyingi baada ya ndoto hizi, watu wengi ndoto hizi huja mara nyingi baada ya kipindi cha maumivu, machafuko au maswali mengi. Lakini namba 7,
kujiona ndotoni umefika mahali pazuri sana, yaani sehemu ambayo ina mandhari mazuri, ina mazingira mazuri, ukajiona ndotoni umefika kwenye eneo zuri sana ukaona mandhari nzuri, mazingira yako vizuri, yanavutia sana. Ikiwa unaota umefika mahali pazuri penye amani au pa ajabu, ni ishara ya hatima njema, lakini pia ni uthibitisho kuwa safari ya mateso ilikuwa ya mpito. Mungu anakuthibitishia kuwa unakwenda mahali salama. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 31 na mstari wa 14 imeandikwa, nami nitaishibisha roho ya makuhani kwa unono, na watu wangu watashiba kwa wema wangu, asema Bwana. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umefika mahali pazuri, yaani uko kwenye maeneo mazuri, yamkini hata ile maeneo hayo hujai kufika kabisa, lakini uko unajiona ndotoni uko kwenye eneo zuri, uko sehemu nzuri. Ikiwa ndoto hii ikiwa unaota umefika mahali pazuri penye amani au pa ajabu, ni ishara ya hatima njema, ni uthibitisho kuwa safari ya mateso ilikuwa ya mpito, lakini pia ni uthibitisho Mungu anakuthibitishia kuwa unakwenda mahali salama. Kwa hiyo jambo unalotakiwa kulifanya baada ya kuota ndoto hii, anza kumshukuru Mungu. Lakini ndoto namba 8, ndoto za kuvaa nguo mpya au nzuri. Ukijua ndotoni unavaa nguo mpya au unavaa nguo nzuri. Nguo katika ndoto zinawakilisha hali yako mpya, lakini pia nguo katika ndoto huwa zinaashiria heshima mpya, lakini pia nguo ni utambulisho mpya. Ukiota umevaa nguo safi mpya au za kifahari, ndoto hii inaashiria kipindi cha aibu kinaisha. Mungu anakufunika kwa neema, lakini pia baraka zinaanza kuonekana kwa watu wengine. Ukijiona unavaa nguo mpya ndotoni, ukajiona unavaa nguo mpya, ukiota umevaa nguo safi mpya au za kifahari, ndoto hiyo inaashiria kipindi cha aibu kinaisha. Mungu anakufunika kwa neema. Ndoto hiyo inaashiria baraka zinaanza kuonekana kwa watu wengine. Watu wataanza kuona baraka kwako, wataanza kuona umebarikiwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 61 na mstari wa 10 imeandikwa, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu, maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana harusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bi harusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu. Kwa hiyo ndoto hii inaashiria baraka zitaanza kuonekana kwa watu wengine. Ndoto hii inaashiria ukiota umevaa nguo safi mpya au za kifahari, inaashiria kipindi cha aibu kinaisha. Mungu anakufunika kwa neema yake. Lakini pia ndoto ya 9, ndoto za kupokelewa kwa heshima. Ukijiona kuota watu wanakukaribisha au wanakusikiliza au wanakuheshimu, ni ishara ya kukubalika. Mungu anabadilisha namna ya watu wanavyokuona, huashiria mlango wa heshima umefunguliwa. Hii mara nyingi hutokea kabla ya kupandishwa cheo, kusikika au kupata nafasi uliyoikosa zamani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yeremia sura 30 na mstari wa 19 utaona neno la Mungu linasema, nitakutukuza mbele ya mataifa. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapokelewa kwa heshima, yaani unajiona umefika eneo watu wanakupokea kwa heshima, watu wanaanza kukuinamia, yaani wanakupokea kwa heshima, ndoto inaashiria Mungu ataachilia kibali mbele yako. Ndoto inaashiria Mungu atakuheshimisha, Mungu atakupa kibali kwa watu, Mungu ataachilia kibali cha ajabu kwa watu. Lakini ndoto namba 10, ndoto za kupata kitu ulichokipoteza. Ukijiona ndotoni unapata kitu ulichokipoteza, ukijikuta katika ndoto unapata pesa iliyopotea, unapata hati, unapata simu au kitu cha thamani, yaani ukajiona ndotoni ulikuwa umepoteza kitu alafu kitu hicho ukakipata, yamkini inaweza kalaba ni hati, ni simu au kitu chochote cha thamani ukakiona unakipata, au kitambulisho. Hii ni ishara ya urejesho. Mungu anakurudishia ulichopoteza kwa haki au kwa hila. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 25 imeandikwa, nami nitakurudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Umeona, Mungu anasema nami nitakurudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unapata kitu ulichokipoteza, yamkini labda unajiona ndotoni ulipoteza simu, afu simu hiyo wakati unaitafuta ukaipata, au ukajiona ulipoteza fedha au kitu chochote cha thamani lakini ukakipata. Ndoto hiyo inaashiria Mungu anakurejeshea vitu ambavyo ulikuwa umevipoteza. Ndoto hiyo inaashiria kuna vitu ambavyo ulikuwa umevikosa, Mungu anaanza kuvirejesha kwenye maisha yako. Lakini ndoto ya 11, ndoto za kuvuka daraja au maji.
ukijiona ndotoni unavuka daraja au unavuka maji. Daraja katika ndoto humaanisha mpito. Ndoto hii ukijiona unavuka, ndoto hii inaashiria kuvuka hatua za zamani na kuingia kipindi kipya. Ukivuka bila kuanguka, hatari imepita. Ndoto hii inaashiria hatari imepita. Lakini pia ndoto hii ukijiona unavuka daraja inaashiria muda wa maumivu umeisha, baraka ziko upande wa pili. Yaani ukijiona unavuka daraja, ukajiona ndotoni unavuka daraja, ndoto hii inaashiria utaingia kwenye msimu mpya. Ndoto hii inaashiria ukijiona unavuka daraja unakwenda sehemu nzuri, ndoto hii inaashiria utaingia kwenye kipindi cha utele. Ndoto hii inaashiria kipindi cha baraka zako kimefika. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 na mstari wa 2 imeandikwa, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unavuka daraja au maji na kuingia sehemu nzuri, ndoto inaashiria utaingia kwenye kipindi cha utele. Ndoto inaashiria kile kipindi cha mateso kimekwisha, ni muda wa kuingia kwenye kipindi cha utele. Lakini ndoto namba 12, ndoto za kufunguliwa minyororo au mfungo. Hizi ni ndoto nzito sana kiroho. Kama uliota minyororo imekatika au milango ya gereza imefunguka au unatoka mahali pa giza, ni ishara ya ukombozi. Kizuizi kimeondoka, baraka zilizokuwa zimefungwa sasa zinaachiwa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya ndoto 12 ambazo ukiziota basi unatakiwa utambue kuwa mlango wa baraka zako umefunguliwa. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninaomba comment chini umejifunza kitu gani, lakini pia nitafurahia ukituambia unatufuatilia kutokea wapi. Mungu akubariki sana, nikutakie wakati mwema.